Miongoni watu ambao wamefika hapa Mikocheni kwenye dabi nzito pamoja na Mushizo. Baba ni aje? Sana, unyama sana. Na masuala ya kufunga mwanangu. Unaona sio kitoto nini juu mpaka chini. Meneja yuko wapi? Meneja yupo. Wewe timu gani? Kwenye nini sasa? Dabi leo au kwenye dabi nzima. Unaona wewe uko pande kwa Lamata, kwa Alikiba, kwa Harmonize uko upande nani kwako? Nani mwanao sana? Mimi wote hao ni mabrother, mimi wote ni wanangu. Yes, yeah, tuna support kitu kizuri kwa sababu ningeingiza timu yangu ningesema na timu yangu, lakini hao wote mimi ni mabrother, yeah. Labda tutegemee nao mwakani kuja na timu yako kaanzisha hapo labda kwa upande wa Singeli, maana tunaona watu wa Singeli wako na timu yao kama ukilinganisha watu wa Bongo Flava. Watu wa Singeli ipo ya show mwamba, lakini nadhani kikosi chao kidogo kinalegalega, lakini kwa mwakani lazima ataleta timu hatari. Yaani hiyo timu itakuwa timu hatarishi, sio mchezo. So maoni yako ni yapi? Hii naweza kuita dabi au ni nini? Naweza kuita ni ligi tu, ni ligi. Ni ligi, yes. Hili ni ligi nzuri kwa sababu ukiangalia ni ligi ambayo limekusanya watu wengi sana. Yaani hapo ukiangalia ni watu wametokea sehemu mbalimbali katika mwezi huu mtukufu. Kwa hiyo mtu aliyoanzisha my brother Alikiba, yes, kwa ajili ya Samia Cup ni kitu kikubwa sana alichokifanya, yes. Na appreciate sana. Nilitegemea utakuwa kwenye moja ya timu mchezaji labda na nini. Mimi kiwango chako kama alivyo mwanao akijawagusa. Kaka mimi bwana katika michongo ya mpira mimi mtu mbaya kabisa. Yaani usije ukasubutu kunichezesha namba 7, namba 9, Samu anajua huyo hapo. Ni mtu hatari kabisa. Sema ndio hivyo tu, sijataka kujiunga, lakini mimi ni mtu hatari kwa sababu nataka mimi nilete timu yangu. Kwa sababu mimi nikikaa kwenye timu lazima nichukue cheo cha ukapteni. Unajua kwa sababu jinsi gani nilivyokuwa mtamu kwenye michezo fulani hivi. Unajua? Yeah. Ni timu gani unashabikia? Kwa hapa? Kwa leo Bad Nation. Okay. Yeah, kwa leo Bad Nation. Mimi yote atakayoshinda niko nao. Okay. Yeah. Harmonize ni moja ya timu ambayo inaogopewa sana kwa sababu ana kikosi, ana wachezaji kutoka Yanga, kuna Baleke, wakina Aziz Ki, kwa namna ambavyo unaona michuano hii. Harmonize na timu yake atatoboa au unaliona kombe linaenda kwake pekee? Siwezi kusema, lakini kwa sababu huwezi jua. Siwezi kusema, lakini yeye kwa timu yake ni timu nzuri na tumeona mechi iliyotoka wamefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo lakini pia leo pia kuna timu hii Bad Nation pia wamefanya vizuri pia. Wameshinda ngapi? 6 ngapi? 4 wametoka? 4-1. Umeona wamefanya vizuri. Kwa hiyo ukiangalia matokeo ya leo na matokeo ya timu ya Konde yanafanana, si ndio? Kwa hiyo ubora wa wachezaji haijalishi. Chochote kinaweza kutokea uwanjani. Yeah. Mapema sana Alikiba timu yake imeshatolewa. Neno moja kwake. Huyo king bwana, huwezi jua. Yeah. Timu yake ni kama uwezo ulikuwa ni mdogo ni vipi? Mimi nadhani labda wachezaji hawakujipanga, yes. Lakini umeona jinsi gani Konde Gang, unajua Harmonize unajua amekuja kustoa watu kwa sababu kikosi chake kilikuwa kiko serious sana. Watu jamani, huyu brother mbona kama yuko serious. Labda watu wengine labda walichukua labda sisi kwa sababu labda ni Kings basi tutakuwepo Kings tu. Lakini kuna watu kama Konde Gang wameleta watu kutoka kwenye timu nyingine, kwa hiyo hata hao timu ya King pia wamejitahidi pia. Hawajashinda hata mechi moja. Wameshinda. Wamejitahidi. Nadhani ni kwa msimu ujao wawe serious zaidi. Asante sana my brother. Pamoja sana. Tunazunguka hivi ungetufuata. Yes bana, tuko na Meja Kunta, ni mmoja wa wachezaji kutoka Bad Nation na leo ameondoka na ushindi wa magoli 4-1. My brother, mambo vipi? Thank you bro. Hongera kwa ushindi. Niko poa sana. Mlikuwa mnajua kama leo mnaondoka na ushindi au ndio ile bahati nasibu? Tulijipanga, yani sisi tulisema tuna target ya timu ni kwamba tunashinda mechi ya kwanza, tunashinda mechi ya pili, tunajihakikishia nafasi ya ushindi and then hapo sasa tunaanza kushebua. Okay. Yeah. Leo kiukweli nimetazama mechi, lakini pia mashabiki nje walikuwa nasema leo Bad Nation ameingiza ndondo kwanza, alafu wale superstars wakina nyie mkaingia mwishoni. Ni kwamba mko mnajiamini au nini? Sisi timu yetu ina categories. Sisi sio wachezaji. Sisi sio wachezaji kabisa. Tunacheza tu for fun. Hatuwezi kucheza mashindano. Kwa kuna watu ambao tumewaandaa kwa sababu ya kucheza mashindano. Kwa katika wale watu 10 tuna watu 7 na tuna watu 3 ambao ni celebrity. Okay. So wakimaliza hao kutufanyia kazi ambayo tunaitaka, sisi tunaingia kazi yetu ni kusagusa. Sawa, kabla mechi kuanza pale naona mmewekwa kwanza pembeni mkao mnapewa maneno Engineer Hellis, Ali Kamwe, Ricardo Momo. Nini ambacho kwa wanazungumza? Walikuwa wanawapa hamasa na kusema kwamba mechi inahitaji nini, tunatakiwa tufanye nini.
kwa nini tuko hapa, kwa hizo ilikuwa ni hamasa tu ya Nomo. Okay. Yeah. Kikweli kadri ambavyo mashindano yanazidi kuendelea ndivyo ambavyo naona ugumu wa mashindano unavyozidi kukua. Ukitazama timu zinajipanga kiukweli. Harmonize ameshtua sana alipoingiza kikosi cha Yanga ndani, mtu tukasema oho, kina Bad Nation huko vipi ataanza kuogopa na nini. Harmonize na timu yake si moja timu ambayo mnayofia labda kwa namna moja. Yaani sisi hata tulete Barcelona tumejipanga kushinda hii. Na motisha kubwa ambayo inatufanya tuweze kuongeza nguvu ni kwa sababu ya ile bango la goli la mama. Yaani ile bango lilivyowekwa ndio inatufanya sisi tuongeze morali. So make sure unakuja mapema, una energy, umepoa, unasubiria kuangalia matokeo. Lile goli la mama sisi tutaondoka pale na hela nyingi sana. Kama leo mtu kapigwa nikipiga toto ile Nomo kuanzia mechi ya kwanza mpaka leo. Sawa. Kuanzia mechi ya kwanza mpaka leo hamna mtu yoyote ambaye kachukua goli nyingi kuliko sisi. Sisi tuna goli 8 mpaka sasa hivi. Neno moja kwa Alikiba na timu yake ambayo imetoka. Hawezi kushindana sisi.